Baada ya kuondoka kwa Avenger wa zamani, dunia inabaki bila walinzi wakuu wa serikali na mashirika ya kisiri yanajaribu kupanga mpango wa kuanza kujaza pengo hilo, lakini mambo yanaenda kombo. Katikati ya vurugu hizi, mwanamke mwenye nguvu serikalini aitwaye Valentina aanza kuficha siri hatari kuhusu mradi wa kutengeneza binadamu mwenye nguvu za ajabu. Hadithi inaanza na Yelena, dada wa Natasha, akiwa kwenye misheni ya siri. Hata hivyo, Yelena ameanza kuhisi maisha yake hayana mwelekeo. Wakati huo huo, tunamuona Valentina anakaribia kufichuliwa makosa yake. Anaamua kufuta ushahidi wote kwa njia ya kikatili sana. Anamtuma Yelena, John Walker, Ghost na Taskmaster kwenye kituo cha siri. Anadai ni misheni ya kawaida, lakini wanapofika huko wanagundua ukweli wa kutisha. Hawakuwa kwenye kazi ya kufanya, bali walitumwa kufa ili siri za Valentina zifunikwe. Kila mmoja akagundua kuwa amesalitiwa. Wanapojaribu kutoroka, wanakutana na kiumbe cha ajabu anaitwaye Bob, aliyekuwa amefungwa humo kwa majaribio ya kisayansi. Mwanzoni anaonekana ni mtu wa kawaida asiyejua hata kilichomtokea ni nini. Baada ya muda mfupi baadaye, waanza kuona kwamba Bob ana nguvu zisizoeleweka. Risasi hazimuingii mwilini mwake, wakati mwingine mwili wake una nguvu kubwa sana. Ana uwezo hadi wa kupaa kwenda angani. Valentina anapotambua kuwa Bob bado yupo hai, anaamuru akamatwe mara moja, na kadri anavyokimbia basi Bob anaanza kupoteza udhibiti wa nguvu zake. Ghafla anaanguka kutoka juu mpaka chini, anapigiza kwenye mwamba. Hapa ndipo siri inafichuka. Bob ndiye mradi wa kisayansi ule wa siri wa kutengeneza binadamu mwenye nguvu anazoweza kumzidi hata Avengers wengi. Wakati huo Bucky ajulikanaye kama Winter Soldier waingia kwenye hadithi baada ya kugundua njama za Valentina. Wanaamua kuingia na kusaidiana. Wote kwa pamoja wanaunda kikundi chao cha wapiganaji kisicho rasmi. Hatimaye wanafika New York kwenye jengo la zamani la Avengers. Huko Valentina anamtangaza Bob kama ndiyo shujaa mpya wa dunia, lakini tatizo kubwa, ndani ya Bob kuna upande wa giza unaoitwa Void, nguvu za uharibifu inayotokana na maumivu ya huzuni na kiwewe cha maisha. Bob anaposhindwa kudhibiti hisia zake, The Void achukua nafasi. Giza kubwa linaanza kutanda New York nzima. Watu wanaanza kuwa wote weusi na wanaanza kutekwa katika ulimwengu wa kumbukumbu zao mbaya. Zaidi ya jiji lote linaingia kwenye hali ya hofu. Yelena ndiyo anayechukua jukumu kubwa zaidi. Badala ya upiganaji wa ngumi, anaingia ndani ya ulimwengu wa akili ya Bob.